Ndugu zangu waandishi wa habari, ndugu zangu wananchi wa Iringa Manispaa, nichukua nafasi ya pekee sana kujitambulisha. Kwanza kwa majina, naitwa Nguvu Edward Chengula, diwani wa kata Mwangata. Wengi wamezoea kunipa name la sauti ya Simba. Nimeazimia kuwa na mazungumzo na vyombo vya habari hapa ukumbi wa Bomani, Iringa Manispaa, nikiwa nimekusudia kuyazungumza mambo matatu muhimu. Na nazungumza kwa sababu ninaelekea mwishoni sana mwa utawala wangu wa udiwani wa kata Mwangata, tangu wananchi wamenipa ridhaa na wakaniamini kuanzia ule mwaka 2018, na sasa tunazungumza juu ya habari ya 2020. Kwa hiyo utawala wangu utakwenda kukoma sio muda mrefu, ndani ya mwezi huu. Kwa nikaona kabla sijamaliza utawala wangu, angalau basi niwe na maneno mawili matatu kuzungumza na wananchi ambao waliniamini, lakini pia kuwashukuru kwa kuniamini, lakini pia kushukuru Chama changu cha Mapinduzi kuamini kwamba nilikuwa natosha kuweza kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi, lakini nilikuwa natosha kuweza kutekeleza ilani ambayo nimejitahidi kwa asilimia zaidi ya 90 kuhakikisha kwamba yale ambayo niliahidi mimi kama mimi nimeyafanyia kazi, lakini yale ambayo ilikuwa ndio sera ya Chama changu cha Mapinduzi kwenye kata yangu nimejitahidi kuyafanyia kazi, na sio tu kwenye kata yangu, lakini kuyafanyia kazi katika manispaa ambayo mimi nilikuwa ni diwani wake. Sasa ndugu zangu waandishi habari, nimekusudia kusema mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, nimetaka nitangaze nia yangu ya kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Daktari John Pombe Magufuli katika uchaguzi utakaofanyika Oktoba 2020. Ni mara chache watu kusimama na kusema kwa dhati kabisa kwamba namuunga mkono, na nimefanya hivyo kwa sababu hata nyinyi wenyewe mweza mkuwa mashuhuda. Viko vyombo vya siasa ambavyo vyenyewe vimetangaza kwa dhati kabisa, bila kujali kwamba viko upinzani, kumtangaza Rais Magufuli kuwa ndiye mgombea pekee. Kwa hiyo nikaona na mimi pia kama wananchi wa kawaida, kama wananchi wa kawaida niweze na mimi kusema kwamba na mimi pia nataka kutangaza rasmi kwamba ninamuunga mkono kwa 100%, na nitafanya hivyo kwenye kampeni za uchaguzi kuhakikisha kwamba John Pombe Magufuli anajitwalia ushindi wa kishindo na CCM inatoboa kwa maarufu hali ya juu sana Oktoba 2020. Lakini jambo la pili ambalo nakusudia kutangaza ni kumtangaza Rais Dr. John Pombe Magufuli kama role model wangu. Unajua, unapoishi katika maisha ni vizuri sana uwe na mtu ambaye ni wa mfano. Unaweza kuwa na mtu wa mfano katika biashara, unaweza kuwa na mfano mtu katika dini, unaweza kuwa na mfano mtu kwenye siasa, unaweza kuwa na mfano mtu katika uongozi. Namna ambavyo ametuongoza katika kipindi hiki cha miaka 5 sasa, binafsi nataka kuitangazia nafsi yangu na kutangazia umma, namtangaza Rais Magufuli kama role model wangu, na kama nikifanikiwa kupata nafasi tena za uongozi, natamani kufanya vile ambavyo alikuwa anafanya. Natamani kufanya na kutembea katika viatu ambavyo Dr. John Pombe Magufuli amekuwa vifanya, kwa sababu uongozi wake umekuwa ni wa tofauti kabisa katika awamu zote 4 zilizopita. Huu umekuwa ni mfano wa kuigwa. Kwa hiyo namtangaza kwa ndio role model wangu. Ni kama mimi ningemtangaza mfanyabiashara afanye kwamba huyu ni role model ambaye nahitaji kufuata nyayo zake. Kwa hiyo kiutendaji, Rais John Pombe Magufuli kwangu mimi namtangaza kama role model wangu, na leo nadili kusema hivyo rasmi. Lakini jambo la tatu ambalo la mwisho ni kuelezea utekelezaji wa ilani wa kata Mwangata. Toka wananchi wameniamini 2018 mpaka leo, nasema mwezi tutakwenda kuhitimisha madaraka yangu, mimi nimefanya nini kwenye kata Mwangata. Hapo nilikuwa nasema mambo matatu. Hata nitaenda kwa kina angalau kuchambua moja baada ya nyingine. Ndugu waandishi wa habari, wapenzi wasikilizaji pamoja na watazamaji, mabibi na mabwana, nianze kwa kusema ndugu zangu, habarini za asubuhi. Ninaamini sote tumeamka salama, lakini pia nawasalimia wanairinga kwa ujumla, lakini pia nawasalimia wakazi wangu wa kata Mwangata kwamba mimi diwani wao niko salama, na naamini kwamba wao wako pia salama, kwa sababu kwa taarifa nilizoamka nazo asubuhi Mwangata iko salama. Ndugu zangu, leo nimeamua kuongea na vyombo vya habari katika ukumbi huu wa Bomani nikiwa na lengo la kutangaza rasmi kuwa nitakuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kuwa Rais
John Pombe Magufuli anashinda kwa kishindo mwaka 2020. Nitafanya nini? Manake ni lazima usiku na mchana nitahusika moja kwa moja kumfanyia kampeni rais kwa akili zangu zote na kwa chochote nitakachokuwa nacho kuhakikisha kwamba CCM inashinda na Rais Magufuli anakuwa ndio rais wa mwaka 2025. Natumaini jitihada zangu zote zikiwa ni pamoja na matumizi ya mali zangu kuhakikisha kwamba CCM inashinda chini ya Rais John Pombe Magufuli. Maana yake vyombo vya muziki nitatoa, gari za matangazo nitatoa kuhakikisha kwamba rais anashinda na Chama cha Mapinduzi kinaendelea kushika dola. Ndugu zangu waandishi wa habari, nimeshindwa kujizuia na nikaamua kujitokeza kusema bila uoga kazi ambazo rais kazifanya, na mimi nilivyotambua namna alivyotambua kundi la maskini na wanyonge katika taifa hili. Kwa kweli nataka kusema Baba Dr. John Pombe Magufuli, upewe hitaji la moyo wako. Kazi ambazo amezifanya, nataka Mungu ampe hitaji la moyo wake. Anachokitaka Mwenyezi Mungu ampatie. Ndugu zangu waandishi wa habari, hebu niwapitishe katika kazi chache ambazo rais amezifanya, ambazo mtu mwenye akili timamu lazima anyoshe mkono juu na kusema ingekuwa vema atawale milele. Jambo la kwanza, tupite katika kipengele tu kidogo cha umeme. Sote tumeshuhudia na ni jambo la kihistoria kabisa. Rais John Pombe Magufuli tangu ameingia madarakani ndiye ambaye amefanikiwa kusambaza umeme karibu vijiji vyote Tanzania. Zaidi ya vijiji 8,000 Tanzania sasa umeme unawaka. Hivi ninavyozungumza mpaka kule kwangu kijijini Ilula kule Image umeme uko mpaka vijijini. Jambo ambalo hakuna mtu aliyewahi kufikiri kama umeme ungeweza kufika mpaka vijijini Pawaga ndani huko Migoli ndani kule kuna umeme. Hakuna mtu aliyewahi kufikiri. Lakini katika kipindi hiki cha Dr. John Pombe Magufuli umeme umeweza kufanikiwa kuingia vijijini. Leo hii wana kijiji wanapiatila huko, leo vijijini huko wameanzisha viwanda vya uchomeleaji, wana mashine za kusaga, kukoboa mipunga, hawana sababu ya kusafirisha nafaka zao kuja huko. Wanazibadilisha kwa katika product ya kuliwa moja kwa moja. Twende katika afya. Nagusa tu kidogo kwa sababu ninajua muda toka utoshi. Angalau kuwapitisha tu kidogo. Na hiyo ndio utajua kwa nini ninamtangaza kama role model. Na kwa nini pia nina sababu ya kusimama na kumfanyia kampeni Daktari John Pombe Magufuli kwa kwamba anashinda 2020, ushindi wa kishindo. Twende katika afya. Pamoja na serikali kuendelea kutenga bajeti bora kwa mfululizo wa miaka 5, yako mambo makubwa ya kihistoria na kimapinduzi yaliyofanywa na Daktari John Pombe Magufuli katika kipindi cha uongozi wake kwa muda wa miaka 5. Tuangalie hospitali ya Mloganzila imeanza kufanya kazi ya upasuaji mkubwa wa kuondoa uvimbe katika mishipa ya damu kwenye ubongo alimaarufu kama cerebral aneurysm. Hii ni mara ya kwanza katika historia ya taifa letu kuwahi kufanyika upasuaji mkubwa kama huu, na mpaka sasa umefanyika upasuaji wa wagonjwa 4. Upasuaji mkubwa ambao tulikuwa tunaona kabisa wagonjwa wetu wakienda kutibiwa huko India, na ilikuwa inagharimu pesa mengi sana. Gharama za upasuaji wa mgonjwa mmoja ni shilingi milioni 20. Lakini nje ya nchi upasuaji wa mgonjwa mmoja ulikuwa unagharimu shilingi milioni 40. Hivyo kwa upasuaji huu ambao tunafanya kwa watu 4 tumetumia shilingi milioni 80 tu badala ya kutumia milioni 160 za upasuaji kufanyika nchi ya nchi ambapo serikali ingeweza kuwa imegharimia. Kwa tunaona kabisa kwa kitendo hiki Mheshimiwa Rais ameweza kuokoa fedha nyingi za Watanzania ili ziweze kwenda kufanya kazi za kuhudumia jamii hapa nchini. Lakini pia tumeona upandikizaji wa figo umeanzishwa nchini. Tayari wagonjwa 51 wameshafanikiwa kuhudumiwa. Hii kwa gharama ya shilingi milioni 1.5. Milioni 30 kwa kila mgonjwa. Kama wangeenda nje ingekuwa shilingi milioni 120 kwa kila mgonjwa. Hivyo ingekuwa shilingi bilioni 6 kwa wagonjwa 51. Hapa serikali imeokoa fedha nyingi kweli kweli. Katika mazingira haya unapokaa kimya kama mwananchi usiseme, matokeo yake mataifa ya nje na wananchi wa nje toka Kenya, Burundi, Kongo wakae wanamsifia. Tunamsikia sote Profesa Lumumba akimzungumzia sana Magufuli ili hali sio rais wake.
Kwa nini sisi wenyewe wa Tanzania, wenye baba yetu, wenye mtoto wetu, tusisimame na kusema kweli tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais kwa jitihada kubwa ambazo anazifanya? Lakini pia tumeshuhudia upatikanaji wa dawa zaidi ya 96% katika hospitali ya Muhimbili, tofauti na ilivyokuwa mwanzo. Sasa kila mwezi shilingi bilioni 1.5 hutumika kununua dawa kwa mfumo wa drug revolving fund, ambapo kwa mwaka ni sawa na bilioni 18. Kwa kuna sababu ya kusema na kumzungumzia rais, na ndio maana nikasema mimi siwezi kuestate kusema, sababu mara kadhaa watu husimama na kumsifia mtu akishatoweka duniani. Ni vizuri kumzungumza rais angali yuko hai, maana kuja kuanza kusherehesha mara baada ya kufa haisaidii, kwa sababu yeye mwenyewe maneno hawezi kumtia moyo. Kwa hiyo nimeona niseme hivi rasmi, na yeye akiwa anasikia, ili ajue tunatambua mchango wake, na si viongozi wa chini tunaunga mkono jitihada zake, na tunaendelea kumuombea na kumhakikisha kwamba anakuwa salama wakati wote. Ndugu zangu waandishi wa habari, pamoja na mambo mazuri niliyotaja hapo juu, bado Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli amefanya pia haya yafuatayo. Tazama bajeti ya dawa yenyewe na vifaa tiba. Ukiangalia katika gazeti la Chama cha Mapinduzi la Uhuru, kwa taarifa zake za mwaka 2018-19 inaonyesha kabisa ameongeza vifaa tiba pamoja na dawa kutoka katika bilioni 31 mwaka 2015 hadi kufikia shilingi bilioni 270 mwaka 2018-19, ambao ni sawasawa na asilimia 771. Ninapozungumza habari ya asilimia 771, hakuna mtu aliyewahi kusoma asilimia za namna darasani. Tunazikuta katika utendaji wa kazi. Amevuka kupita kiasi, ni zaidi ya mara 70. Labda tumeshuhudia zahanati zikijengwa karibu kila mahala na kila wilaya, na amefanikiwa kujenga katika utawala wake zahanati 503. Hizi ni taarifa za mwaka 2018, bado tujazipata hizi za muda ambazo ni mpya. Lakini pia amejenga vituo vya afya vipya 105, hivyo kufanya vituo vya afya kuwa 732 nchi nzima. Nani kama Magufuli, ndugu zangu? Tusiposimama tukazungumza, nani tunataka aje azungumze? Nani aseme Tanzania inakalika kama si wa Tanzania wenyewe? Kwa hiyo kuna sababu nisimame niseme hivyo. Lakini tumeshuhudia pia vitambulisho vya matibabu bure kwa wazee, jambo ambalo hatujawahi kulishuhudia katika tawala zote. Wazee wote kuanzia miaka 60 Tanzania, kwanza moja limezungumza katika Irani kwamba wapewe vitambulisho vya matibabu bure. Mimi nami katika kata yangu ya Mwangata sikuwaacha mbali wananchi. Wananchi zaidi ya 260 wamepata vitambulisho vya matibabu bure na wanapata huduma za matibabu bure katika hospitali yetu ya Frelimo. Kama tusipozungumza na kumpongeza, wazee wetu wanaweza wasipate nafasi ya kuongea. Lakini sisi watoto wao, kwa nini tusisimame tumwambie baba, tunasema asante kwa kutulelea wazazi wetu? Maana matibabu yamekuwa ghali kweli kweli. Lakini rais akajua hilo, akakumbuka hata wazazi wa sisi wanyonge. Hatimaye wanapata matibabu bure kwenye hospitali zote za serikali nchini. Hilo kuna sababu ya kuzungumza mambo haya. Niache afya niingie kwenye maji. Nisema nitakuwa nagusa kidogo sababu data ni nyingi kweli kweli, na nyinyi mnajua jambo hilo. Sekta ya maji, sote tumeshuhudia akipeleka milioni 31 katika vijiji mbalimbali kwa ajili ya kuendeleza miradi ya maji. Na hivyo amefanikiwa kukamilisha miradi ya maji katika vijiji 1571, ikiwa ni pamoja na vituo vya maji 1,126,610 na kuwa na uwezo wa kuhudumia watu milioni 31.65. Ndugu zangu, nadiriki kusema Baba Dr. John Pombe Magufuli, I salute you. Sio jambo la kawaida. Tuangalie kwenye masuala ya kiuchumi. Kuhusu uchumi, wananchi wetu wameendelea kunufaika na mikopo isiyo na riba toka katika halmashauri zote nchini, jambo lililopewa msukumo mkubwa na Rais Dr. John Pombe Magufuli. Wote tunajua hapa, Ilani ya Chama cha Mapinduzi imeeleza kwamba katika mapato yote yanayokusanywa na halmashauri zote nchini ihakikisha kwamba inatenga 10% kuwahudumia vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum alimaarufu kama walemavu. Hakuna hajawahi kutokea, ni jambo la kihistoria. Na rais alihakikisha anawatuma wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya na wakurugenzi kuhakikisha kwamba kweli fedha hizo zinatolewa.
Hivi ninavyozungumza, hata miongoni mwa wakazi wangu wa kata Mwangata wamenufaika na mikopo hiyo. Wanakula burudani, wanakopa mikopo, wanaicha kila baada ya mwaka na hawatozwi riba yoyote. Kwa nini nisisimame nizungumze kama kiongozi? Kwa nini nisiseme kama nina uelewa wa kutosha, kama na akili timamu? Kwa nini nisiseme haya? Lakini pia tumeshuhudia kuondolewa kwa utitiri wa tozo za mazao. Zimeondolewa, hivyo kuwapa nafasi wa kulima kuinua vipato vyao. Kulikuwa na usumbufu mkubwa sana wa shughuli mbalimbali za mazao. Tumeshuhudia Mheshimiwa Rais akisema wakulima wetu waachwe huru. Mtu anayesafirisha mazao yake chini ya tani 1 asibugudhiwe. Mazao yanasafiri toka mashambani, yanatoka mjini, kutoka mashambani wanapeleka majumbani bila kubugudhiwa na mtu yoyote. Jambo ambalo limewapa maisha mazuri sana wakulima, na kilimo ndio sekta ambayo imeajiri watu wengi kweli. Kuna sababu ya kumpongeza Mheshimiwa Daktari John Pombe Magufuli, kwa sababu hata mimi familia yangu kubwa kwa kiasi kubwa wameajiriwa katika sekta ya kilimo. Kwa kuna sababu ya kusimama na kusema jambo hilo. 3, Rais amefanikiwa kugawa vitambulisho vya wajasiriamali alimaarufu kama machinga na mamarishe, huku akiziagiza halmashauri zote kuhakikisha kuwa hawatabugudhiwa, wawe huru kufanya biashara mahala popote. Jamani, mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Kwenye eneo hili hata tuseme vipi, hata waje watushawishi katika mazingira gani kwamba Rais Magufuli sio, tunasema hao wanafanana na shetani. Sisi tunaona macho, tunaona. Sisi tunaoelewa, tunaelewa, na hatuwezi kuwa Watanzania wote wajinga kwamba hatuoni mambo haya. Tuna sababu ya kumpeperusha na kumweka juu rais wetu, kwa sababu anafanya mambo ambayo kimsingi yanagusa maisha ya watu wa chini. Kwa hiyo niseme kwa ajili ya tabaka la watu wa chini, la maisha ya chini, tunakupongeza sana rais kwa namna ambavyo unatambua kwamba na sisi ni watu, na sisi tuna mchango katika nchi hii. Asante sana Baba Dr. John Pombe Magufuli. Tuone katika kipengele cha rushwa. Tunamuona sote, ndugu waandishi wa habari, Rais John Pombe Magufuli amekuwa ni rais bora katika Afrika kupiga vita rushwa na ufisadi kwa kiasi kikubwa na kufanya hali ya amani na utulivu kutamalaki mtaani. Na hii sio sisi tumesema, hata ukifuatilia vyombo CNN, BBC wanamzungumza kwamba ni miongoni mwa kiongozi ambaye amekuwa mstari wa mbele miongoni mwa marais Afrika ambaye amefanikiwa sana katika jambo hili. Tumeshuhudia akiondoa wafanyakazi hewa, tumeshuhudia akiteua na kuondoa, tumeshuhudia akikemea, akifunga mpaka mabepari wakubwa kabisa ambao walikuwa hawaguswi, wauza madawa, wauza unga, wakiwekwa ndani. Watu ambao walikuwa hawezi kuguswa, na watu walisema ukigusa hao basi umekwisha. Lakini Dr. John Pombe Magufuli amewagusa bila kujali level zao. Lakini tumeshuhudia kupungua kwa matukio ya ujambazi. Yamekuwa nadra sana katika kipindi cha utawala wa Rais Dr. John Pombe Magufuli. Hakuna visa ambavyo vikubwa vimeripotiwa. Amefanikiwa kwa kiasi kikubwa kudhibiti majambazi kwenye utawala wake katika miaka hii 5. Nataka kusema baba, si mimi nimekusoma, na ninaamini na Watanzania wenzangu wamekusoma vile vile kwenye eneo hilo la kudhibiti rushwa pamoja na majambazi. Tuangalie kidogo miundombinu. Nitagusa video vichache. Najua nazungumza ambao mambo wengi hapa mnajua, lakini nataka kusema kwa dhati kabisa kutoka moyoni, itoke sauti, sio kwamba tunaelewa. Sasa tunaelewa, sema basi usikike. Ndugu waandishi wa habari, serikali imefanikiwa kwa kiasi kikubwa mno kuboresha maisha ya wananchi kwa kuboresha miundombinu ya barabara, ambapo barabara zimejengwa kuunganisha mikoa na mikoa. Takriban 98% mikoa yote nchini imefanikiwa kuunganishwa kwa barabara za lami. Hata Mwangata ambako mimi natawala nimefanikiwa kupata barabara kilomita 4.4, kilomita 3 kutoka Baptisti mpaka kule Kigamboni, na kilomita 1.1 kutoka Zizi mpaka kule Ngelewala. Nazungumza mpaka kwenye kata yangu barabara za lami zimefika.
Hii ni juhudi kubwa ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba kodi za wananchi zinafanya kazi na zinawanufaisha Watanzania wote. Wito wangu kwenye eneo hili, sote tuungane kumuunga mkono rais pamoja na serikali yake. Tunajua kabisa Chama cha Mapinduzi, mgombea pekee wa urais mwaka 2020 ni Dr. John Pombe Magufuli. Kwa kuwa amefanya mambo mazuri, tunaamini bado tungali tunamhitaji katika miaka mitano ijayo. Sote bila hila, kwa sababu nchi ni yetu sote, tumuunge mkono Rais John Pombe Magufuli, kwa sababu tunaona ndio rais sahihi katika wakati huu tulionao. Tunatazama pia katika eneo la uteuzi. Ndugu waandishi wa habari, sote tumeshuhudia rais akiteua watu wachapakazi ambao hawakukubali kukaa maofisini, bali walihamisha ofisi kwa wananchi. Mfano mkubwa tulionao ni wa mkuu wa mkoa wa Iringa, ndugu yangu Ali Salim Hapi. Tumeshuhudia akitoka ofisini na kwenda kijiji kwa kijiji, mtaa kwa mtaa, kata kwa kata, wilaya kwa wilaya, akihamishia mahakama ya haki za wanyonge kwa watu na kusikiliza kero zao, jambo ambalo ninyi wote hapa katika umri wenu hamjawahi kushuhudia viongozi wakifanya hivyo katika utawala wao. Kama vile haitoshi, amefanikiwa kurudisha na kurejesha Watanzania wengi walionyang'anywa majumba yao, Watanzania wengi walionyang'anywa ardhi zao, Watanzania wengi waliodhulumiwa. Ali Hapi amefanikiwa kufanya kazi hiyo kwa kiasi kikubwa na hatimaye kuweza kurejesha amani na kuleta matumaini makubwa na CCM kwenye mkoa wetu wa Iringa. Na hili jambo alikuwa analifanya bila kuangalia njaa, alikuwa na kesha mpaka usiku. Sababu katika ziara zake zote mimi nimehudhuria, mnaanza naye asubuhi, unamkuta ni mtu anayekunywa maji tu, hushuhudii kwamba anatoka kwamba anaenda kula, mpaka usiku wa manane. Huo ni uzalendo wa hali ya juu sana, na hii ni ishara kwamba rais anapomteua mtu wala huwa akosei. Ndio maana watu wachache ambao amekuwa akiwateua, amekuwa akiwatimua kazi mapema sana, kwa sababu wamekuwa hawawezi kutembea na maono alionayo. Sababu hitaji la Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba wananchi wanapata mahitaji. Hapa tumeshuhudia mteule wa rais, Mheshimiwa DC wetu Kasesera, Richard Kasesera wa wilaya ya Iringa mjini, namna ambavyo na yeye katika ofisi yake amekuwa akitumia ofisi yake kama dawati la malalamiko, hivyo kupunguza mrundikano wa kesi mahakamani. Viongozi wetu wamerejesha mali nyingi za watu zilizouzwa kimakosa. Mimi katika ukuaji wangu sijawahi kushuhudia hiyo. Malalamiko mengi yalikuwa kwenye mabaraza huko, malalamiko mengi yalikuwa ni mahakamani. Lakini sasa viongozi wetu wamekuwa wakitumia maofisi yao kusikiliza zaidi mahitaji, kusikiliza zaidi malalamiko. Na sasa hivi hata kesi mahakamani zimekuwa chache sana. Hata ukienda mahakamani unakuta mahakama zina utulivu wa pekee. Sababu mambo mengi yameishia kwenye mabaraza na mambo mengi yameishia kwa viongozi wetu, wakuu wa wilaya, madiwani. Na sisi pia kama madiwani tumekuja kuadapti utaratibu wa kushughulika na kero za wananchi kwenye kata zetu. Ndio maana sasa hivi angalau nchi imekalika, kuna amani, kuna utulivu na kuna kuheshimiana kwa hali ya juu sana. Hakuna mwenye nacho wala maskini, hakuna mkubwa wala mdogo, kila mtu anamheshimu mwenzake. Hii ni kwa sababu ya kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameendelea kuisimamia. Na niliki kusema Baba Dr. John Pombe Magufuli, nasema nimekuelewa na naamini na jamii imekuelewa vile vile. Hebu tuangazie kidogo kwenye masuala ya kodi. Ndugu waandishi wa habari, sote tumeshuhudia wananchi wanalipa kodi kwa hiari katika kipindi hiki, tofauti kabisa na zama zilizopita. Watu walikuwa si walipa kodi, na watu walianza kutukana mpaka watu wanasema rais ni mpole sana, ndio maana mapato yanakuwa madogo. Lakini kati ya kipindi cha Dr. John Pombe Magufuli watu wanalipa kodi kwa hiari yao wenyewe, sio kwa sababu wanaogopa vitisho. Wanalipa kodi kwa sababu wamemuelewa rais. Hata mimi nalipa kodi kwa sababu nimemuelewa rais. Nalipa kodi kwa hiari kwa sababu ninaamini fedha ambazo nazipeleka, naona impact yake, naona namna zinavyorudi. Naona napeleka kodi lakini naona zahanati, mahospitali, naona mabarabara yanavyokimbizana, naona utendaji na nidhamu kwenye ofisi za umma. Naona kuna sababu ya kuhakikisha kwamba simwangushi rais. Lazima kodi ambayo nastahili kulipa nilipe kwa wakati.
Kwa niseme wananchi wetu wamehamasika, hata kwenye kata nayoongoza, hata Iringa tunaongoza pia kusanyaji mapato, hata kwenye kata yangu pia, ni kwa sababu wananchi wenyewe wamehamasika. Hata unavyoongea nao hawana swali juu ya Rais Dr. John Pombe Magufuli. Kwa hiyo kuna sababu ya kusimama na kuzungumza na kumwambia baba, kazi unayoifanya wananchi wamekuelewa na wanajenga taifa lao. Tuguse katika kidogo katika sekta ya elimu. Mambo ni mengi ya kumuongelea rais, ni mengi kweli kweli. Na mimi naona nitumie kwa sababu mara kadhaa huwa wanaongea kwenye redio muda unakuwa mdogo, lakini nimeona nitumie press hii niweze kuyaeleza mambo ya rais angalau kwa upana kiasi ambayo mimi ninayaelewa. Kwenye swala la elimu tumeshuhudia serikali imefanikiwa kutoa bilioni 24.4 kila mwezi kufanikisha swala la elimu bila malipo shuleni. Na ilifanyika kila mwezi bilioni 24. Na hii takwimu ya mwaka 2018-19. Lakini najua rais ameendelea pia kuongeza takwimu hizi. Lakini tumeshuhudia rais katika utawala wake ameongeza ujenzi wa shule za msingi 16,899. Ndugu zangu, sijazungumza juu ya habari ya shule 10 hapa au shule 5. Nazungumza kipindi cha miaka 5 rais anafanikiwa kujenga shule za msingi 16,899. Sio jambo la kitoto kidogo. Ni mabilioni ya fedha nyingi sana. Kama tungekuwa tumepata rais ambayo sio mwereji mwenye tamaa, haya mapesa angeweza kutumia katika maeneo mengine. Angeweza kwenda kuyatumia Ujerumani, kwa Ufaransa, Marekani, akawa anaendelea kuenjoy maisha huko. Lakini amekusanya kodi za wananchi na hatimaye amezirejesha kwa wanyonge. Lakini pia tumeshuhudia ujenzi wa shule za sekondari. Zaidi ya sekondari 4,708 zimejengwa Tanzania. Hadi sasa kufanya sekondari kuwa 5,330 katika mwaka 2020. Jamani, nani kama Dr. John Pombe Magufuli katika mazingira haya? Nani asingetamani kwa kukosa uweredi wa maisha akatungua pesa hizi? Lakini mambo yote haya yamekuja kutusaidia sisi na watoto wetu na wajukuu zetu. Na ndio maana na sababu ya kusema arudie tena, tusikilizie mipigo mingine ya miaka 5 ya maendeleo. Lakini pia rais amefanikiwa kukarabati sekondari kongwe zaidi ya 73 kati ya 89, na amejenga mabweni 253 na maabara 227, na tatizo la madawati limepungua kwa kiasi kikubwa kabisa mashuleni. Tunaposema ujua swala la ukarabati wa sekondari, unaweza kuitazama hata sekondari ya kwetu pale ya Lugalo. Sekondari ambayo leo ukienda na aliyesoma Lugalo miaka 3 iliyopita huko nyuma, anaweza kapotea akasema ile sio Lugalo. Imebadilishwa kabisa, imekuwa ni nyingine kama vile chuo kikuu. Lakini hizi ni jitihada za Mheshimiwa Rais kukumbuka kwamba nimepewa dhamana niweze kuwatumikia maskini. Tushuhudia kwenye jarida lile la African Sports limemtaja Rais Dr. John Pombe Magufuli kama miongoni mwa watu 10 barani Afrika, kama mtu aliyefanikiwa kuleta maendeleo makubwa Afrika. Kumbuka hili ni gazeti la nje. Je, magazeti mangapi ya nchini hapa yamemtamka hivyo rais? Kwa nini magazeti ya nje yamtaje? Maana yake wapo watu wa nje wanamfuatilia sana Dr. John Pombe Magufuli. Sisi wenye chombo chetu, kwa nini tusisimame tukasema tumekuelewa, tunakuunga mkono, tuelekeze cha kufanya ili tuweze kuendelea kuleta maendeleo nchini mwetu. Lakini kafanikiwa kuleta nidhamu kazini, kafanikiwa kubana mianya rushwa, kafanikiwa kupunguza kiwango chake cha mshahara. Ni marais wachache unaingia madarakani unasema unapunguza kiwango chako cha mshahara. Hakuna mtu ambaye angefikiri kupata kidogo. Kila mtu aliyopo hapa angetamani kuwa nacho zaidi. Ni rais wa ajabu, rais wa pekee. Unaingia madarakani unasema mshahara huu mimi ni mwingi sana, punguzeni. Lakini fanya mapinduzi makubwa sana katika sekta ya kiuchumi. Na lakini pia amejaribu kuweka mazingira bora ya kibiashara. Sababu kila Mtanzania yuko huru kuweza kufanya biashara kwa uhuru. Hakuna kubugudhiwa. Mradi una uwezo wako, una pesa zako, unaweza ukafanya biashara kwa uhuru na kwa ulinzi wa kutosha kabisa. Lakini pia sote tumeshuhudia kodi za madini ambazo watu waliamini kabisa rais asingeweza.
sababu madini yalikuwa yameshikwa na mabepari, watu wakubwa wenye uwezo duniani. Alipowatikisa, wako wasiolipenda taifa hili, wasiopenda maendeleo ya taifa hili, walisimama upande wa mabeberu wakisema sasa rais analiingiza taifa babaya, ataliingiza taifa katika kulipa deni kubwa kweli. Lakini sote tumeshuhudia fedha zikilipwa na wale ambao wamekuendelea kutunyonya, zimelipwa na zinaendelea kulipwa mpaka sasa. Lakini pia ndiye rais pekee ambaye amepunguza kwa kiasi kikubwa sana bajeti tegemezi. Tulikuwa tunategemea bajeti ya kuomba, kuazima, kukopa, kuomba misaada kutoka katika mataifa ya nje kwa dhamana ya mali tulizo nazo. Lakini ni katika kipindi hiki rais wetu amefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Angalau asilimia kubwa sana ya bajeti ya taifa inategemea sana mapato ya ndani, hivyo kuipunguzia taifa letu mzigo wa madeni. Kama mimi Mtanzania mzalendo nisiposimama nikampongeza mheshimiwa rais, basi maana yake ninako kwingine kwa kuishi. Katika hili ni lazima niseme, baba, nafurahi kuwa chini ya utawala wako, jambo ambalo linanifurahisha na naamini linawafurahisha Watanzania wengine. Bado tunakuhitaji na mataifa ya nje nao penyewe na wenyewe wanakuhitaji, lakini pia bado wanakusifu. Mimi nami kwa nini nisifanye hivyo? Tuje kwenye ugonjwa wetu wa coronavirus, ugonjwa wa COVID-19. Ndugu zangu waandishi wa habari, I stand firm bila aibu kumpongeza Rais Dr. John Pombe Magufuli kwa namna alivyosimama imara na kumtanguliza Mungu dhidi ya janga la corona. Kwani toka tatizo limetokea amehimiza mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, alisisitiza kupitia waziri Umi Mwalimu kwamba watu wachukue tahadhari. So tulishuhudia kila mahali, watoto kwa watu wazima, wanawake kwa kina baba, wakichukua tahadhari ya kunawa, wakitembea na sanitizer, wakitembea na mabarakoa, wakikaa mita moja, observe distancing. Tumeshuhudia hii nchi nzima, na wananchi waliweza kurespond kwa sababu sote tunamuelewa rais wetu. Jambo la pili ambalo rais alisisitiza, watu waendelee kuchapa kazi. Hili ndilo jambo ambalo mheshimiwa rais nampongeza sana. Duniani kote jambo hili limewasumbua kweli, lakini rais pekee ambaye amesisitiza watu kuendelea kufanya kazi ni Dr. John Pombe Magufuli. Sababu kama asingeruhusu watu wasifanye kazi Tanzania, tungeweza kuwa tumekufa watu wengi sana, sio kwa corona, tungeweza kuwa tumekufa kwa njaa. Kwa sababu Watanzania tulio wengi ni lazima tuamke asubuhi, twende tukatafute, turudishe kibaba cha unga kwa watoto. Kwa hili Magufuli na saluti na nakupongeza sana. Lakini jambo la mwisho, nampongeza rais kwa kitendo chake cha kumtanguliza Mungu. Ni rais pekee ambaye ameonyesha msimamo kwamba anaamini kwamba yuko Mungu. Ni rais pekee ambaye anaamini hakuna anayeweza zaidi ya Mungu. Aliongoza taifa zima kwa muda wa siku 3 tuombe. Lakini mataifa yaliyo wengi walijilockdown, walilock makanisa, walilock msikiti, wakajificha ndani. Shetani akatamalaki. Lakini kwa Dr. John Pombe Magufuli hakuna kitu cha namna hii. Watu wameendelea kuchapa kazi, hakuna cha lockdown. Na vifo tumeshuhudia katika nchi ambayo imekuwa na vifo vichache sana duniani, Tanzania. Hii ni ishara kwamba Mungu amemsikia rais wetu. Na kwa kuwa tunaye kiongozi jemedari, tunaye Musa anayejiamini, tunaye Musa anayemwamini Mwenyezi Mungu, ndio maana corona Tanzania ni karibu ifutika kabisa. Hospitalini sasa unaambiwa hakuna wagonjwa wa corona kwenye hospitali yetu. Rais Dr. John Pombe Magufuli, pamoja na pressure mataifa ya nje na baadhi ya vyama vya siasa kutaka nchi iwe lockdown,
aliendelea kusimamia msimamo wake. Pongezi sana Baba Magufuli. Hatukutarajia, lakini kwa sababu tumelia kwa muda mwingi sana, Mungu uliamua kujibu kilio chetu. Kupata rais ambaye una hofu ya Mwenyezi Mungu, lakini unatembelea katika yale ambayo ukizungumza na wala hubadiliki. So rais Mungu wetu wa mbinguni amemsikiliza rais wetu na amewasikiliza Watanzania, na sasa corona bye bye, kwani tumeshuhudia wagonjwa kupungua sana katika mahospitali zetu. Ahimidiwe Mungu aliyetupa rais Dr. John Pombe Magufuli. Tunakuomba umuongezee maisha, tungali tunamhitaji miaka mitano ijayo. Chape naye kazi, kwa kuwa ameweza kuongeza hata imani hata kwa watu wapagani wengine waliokuwa hawamjui Mungu. Tumeingia sasa, tunamuomba Mungu. Sasa unaweza kujikuta msikitini watu wanaomba Mungu, unaweza kutoka kanisani watu wamejaa wanamuomba Mungu, kwa sababu jemedari wetu ametuongoza watu wote kutazama mbinguni. Sasa haya nilikuwa nasema maneno ya jumla ya Mheshimiwa Rais. Niende sasa nimalizie kwenye eneo langu la kata Mwangata. Nichukua nafasi ya pekee sana kuwashukuru sana wananchi wangu wa kata Mwangata kwa kuniamini. Mwaka 2018 nakumbuka tarehe ya 12 mwezi wa 8, wakaamua kulichagua na kuifanya CCM iweze kushinda kwa zaidi ya 90% kata ya Mwangata. Mimi nawashukuru sana kwa kuiamini CCM, lakini pia kwa kuniamini mimi niweze kupeperusha na kuwakilisha CCM kwenye kata ya Mwangata. Kazi mlionipa nimetimiza, pamoja na kuwa pengine sikuweza kuwapendezesha watu wote, lakini nilijitahidi sana kufanya kazi yenu kwa uaminifu mkubwa. Nichukue nafasi hii kukipongeza chama changu cha Mapinduzi kwa kuniamini ili nisimame kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi katika kata ya Mwangata. Ama kweli sikukiangusha chama changu. Chama nimekitendea vema. Ndugu waandishi wa habari, naomba niwapitie kidogo katika kazi ambazo nimezifanya katika kata ya Mwangata kwa kipindi hiki kifupi. Moja ya kazi kubwa yangu kama diwani ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wananchi wa kata ya Mwangata wanakuwa salama wao pamoja na mali zao. Katika kipindi changu nimehakikisha kuwa wana Mwangata wote wako salama wao pamoja na mali zao.